na lazima sisi kama watumishi wake tuweze kuendelea kuyaleta maneno ya uzima ambayo Mungu amekusudia yaweze kufahamika. Kwa hiyo lazima tutumie pumzi hii aliyotupatia kwa ajili ya kuyaleta maneno ya uzima kwetu. Kwa hiyo nizidi kuwaalika tu wale ambao wapo katika shughuli za mikono, endelea na shughuli, lakini ukituazima masikio kidogo tu ili uweze kusikia kile ambacho Mungu anatamani uweze kukisikia. Lakini wale wenye uwezo wa kufika tunawakaribisha kwa ajili ya maswali. Tutakapokuwa na swali kulingana na somo, basi kuwa huru kuuliza, maana tunajifunza, hatuhubiri, tunajifunza. Kwa hiyo ukipata swali lolote, njoo nikupatie maiki uweze kuuliza. Kwa hiyo jisikia amani kabisa, hatufungi uhuru wa dhamiri ya mtu. Kwa hiyo unaruhusiwa kuzungumuza na kuuliza kile ambacho unatamani kukielewa. Kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha sana. Jana tulijifunza kuhusu nabii wa Danieli 2, lakini leo kuna jambo la muhimu ambalo nahitaji tuweze kujifunza maeneo haya. Kwa hiyo chukua Biblia yako na uchukue kalamu na daftari uweze kuandika, na baada ya hapo utapitia na kuona kile ambacho kimezungumzwa ndivyo maandiko yanavyosema. Hebu nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 17 na ule mstari wa 11. Matendo ya Mitume. Kwa hiyo chukua daftari na kalamu, andika ili baadaye uwe unapitia na kujithibitisha, maana kuamini tu pasipo kusoma mwenyewe hiyo sio imani. Lazima kile unachokisikia uweze kukithibitisha katika maandiko na uthibitike ya kwamba ndivyo ilivyo. Kama umefika unaweza ukasoma Matendo ya Mitume 17:11. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Tesalonike. Sasa Paulo anazungumza, anasema hivi, watu hawa walikuwa ni waungwana kuliko wale watu wa Tesalonike. Kwa sababu gani? Kwa kuwa walipokea lile neno. Sasa hawa watu wanaonekana ni waungwana kuliko wa Tesalonike kwa sababu wao neno lilipoletwa kwao walilipokea, alafu kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Tena kwa uelekevu wa moyo, yani walisikiliza na kutamani kujifunza, wakalipokea lile neno, wakayachunguza maandiko kila siku. Sasa endelea tu. Wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Kwa hiyo hawakuyapokea yale maneno na kuyahifadhi, hapana, lakini nasemekana waliyapokea yale maneno na kuyachunguza kila siku waweze kuona kama mambo ndivyo yalivyo. Kwa hiyo unapolisikia neno hili, toa dhana ile ya kwamba huyu sio dini yangu. Mimi sijaja kuhubiri dini, mimi nimekuja kuhubiri neno. Kwa hiyo wewe cha kufanya, andika kile ninachokisema, alafu anza kulinganisha. Je, amezungumuza kama Biblia inavyosema au amesema maneno yake? Lakini ukinisikiliza ukanilinganisha na dini yako, kwa hiyo yale yote nitakayoyazungumuza hata kama yatakuwa ni ya ukweli, utayapuuza kwa sababu ni kinyume na dini yako. Sasa sikiliza tu kwa makini, alafu linganisha. Pale utakapoona nimesema kinyume, basi unakuja na kupatia maiki, unauliza na kusema mbona hapa umesema hivi, na wakati inakaa hivi. Tunajifunza na mimi bado nahitaji kujifunza. Kwa hiyo mada ya leo nahitaji tujifunze kitu kimoja. Kabla sijatangaza mada, hebu nisomee kitabu cha Matendo ya Mitume. Naam. Matendo ya Mitume 17 anzia mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, inasemaje? Wakamshika wakamchukua wale wapago, wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Sasa tunaweza kujua maana ya hii elimu mpya unayoinena. Kwa hiyo kuna elimu ya neno la Mungu inaweza ikasikika
na masikioni mwako ikawa kama mpya. Acha kupuuza. Kinachokupasa wewe ni kutamani kujua, alafu utafahamu sasa ya kwamba je, ndivyo maandiko yanavyosema. Endelea tu. Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Unaleta mambo mageni masikioni, yani haya hatujawahi kuyasikia, ni mageni kabisa. Tutapenda kujua basi. Sasa sisi tunapenda tujue. Huko ndiko kujifunza. Unaposikia jambo geni, acha kutoa lawama na kusema hapana, unadanganya. Sikiliza kwanza. Baada ya kusikiliza, tutajifunza kwa pamoja, mimi na wewe, sote tuweze kujifunza. Teremka na andiko. Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Endelea tu. Kwa maana Waafene na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi. Sawa. Kwa neno lolote. Endelea tu. Bila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Endelea tu. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema. Sasa Paulo akasimama katikati akasema, enyi watu wa Athene. Sasa enyi watu wa Nyakagwe, mimi nitatumia kauli hiyo. Naam. Kwa maana kuna jambo nahitaji tujifunze. Enyi watu wa Nyakagwe, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana. Naona nyinyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Maana hakuna mtu hapa anaweza akakwambia yeye hana dini. Sasa huyo watakuwa ni wachache katika maeneo haya ya Nyakagwe. Kwa hiyo watu ni wengi walio na ujuzi wa kutafakari sana mambo ya dini. Alafu kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, nimeona mahekalu mengi, naliona madhabahu. Sawa. Iliyoandikwa maneno haya. Imeandikwaje? Kwa Mungu asiyejulikana. Endelea tu. Basi mimi nawahubiri habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Asante. Kwa hiyo nahitaji tujifunze Mungu ambaye tunamuabudu. Maana Paulo anasema kwamba alipozunguka kule alikuta madhabahu iliyoandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Sasa anasema mimi nimekuja kuwahubiria Mungu ambaye mnamuabudu nyinyi bila kumjua. Kwa hiyo leo ni watu wengi wanamuabudu Mungu lakini hawamjui huyu Mungu. Hakika. Hakuna anayekataa Mungu hayupo. Kila mmoja anakubali Mungu yupo. Na kila mmoja anakubali Mungu ni mmoja. Lakini sasa huyu Mungu ni nani sasa? Hiyo ndiyo imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo Mungu amenipatia nafasi ili tuweze kujifunza na kumfahamu huyu Mungu tunayemwabudu, baadhi yetu bila kumfahamu, sio wote. Wengine wana ujuzi, wanamfahamu Mungu huyu wanayemwabudu, lakini wengine hawana ujuzi, hawamfahamu Mungu wanayemwabudu. Inafikia wakati wengine wanasema hata mti ukiabudu Mungu anakusikia, si ndio? Lakini je, ndiye Mungu yule? Hapana. Sasa nisomee kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 15 na ule mstari wa 34. Korinto wa kwanza sura ya 15 na ule mstari wa 34. Nazidi kujenga mada nikiendelea kuwakaribisha na kuvuta usikivu ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Wakorinto wa kwanza 15 na ule mstari wa 34. Tumieni akili kama ipasavyo. Sasa Paulo anasema hivi, tutumie akili kama ipasavyo. Endelea tu. Wala msitende dhambi. Anasema wala tusitende dhambi. Kwa maana wengine hawamjui Mungu. Anasema kwa maana wengine hawamjui Mungu. Subiri. Sasa kwa hiyo Mungu hawezi kukubali watu wake waendelee kumwabudu bila kumjua. Kwa hiyo atatuma wajumbe wake waweze kuleta ujumbe huu na watu wamfahamu Mungu wanayemwabudu pasipo kumjua. Kwa hiyo ni wasihi tu tusikilize vizuri ili tuweze kuelewa, maana kuna mambo mawili. Unaweza ukawa unamfahamu Mungu kwa vile unavyoambiwa na sio vile anavyojieleza. Kwa hiyo tumeelezwa Mungu pasipo kufikiria sisi wenyewe, je, Mungu ndivyo alivyojieleza katika maandiko?
Kwa hiyo tunapaswa tumtambue Mungu vile alivyojieleza. Kwa hiyo ulimwengu mzima tunatambua baadhi ya kwamba Mungu ni mmoja. Hebu nisomee kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Hebu soma 6:4, samahani. 6:4, wacha tufike pale. Kumbukumbu la Torati. Sikiza Israeli. Anasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu. Bwana ndiye mmoja. Kwa hiyo Biblia inakubali na inasema sikiza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Kwa hiyo hakuna anayeweza kauliza na kusema hapana, Bwana siye mmoja. Wote tunakubali ya kwamba Mungu ni mmoja, na hiyo haina shida. Hebu nisomee kitabu cha Warumi 3 na ule mstari wa 30. Warumi sura ya 3 mstari wa 30. Neno la Bwana linasema, inasemaje? Kama kwa kweli Mungu ni mmoja. Anasema kama kwa kweli Mungu ni mmoja, atakayewahesabia haki wale waliotahiriwa katika imani. Sawa. Nao wale wasiotahiriwa, sawa, atawahesabia haki kwa njia ya imani hiyo. Asante. Kwa hiyo mwanzo Israeli walikuwa wakitambua ya kwamba wale waliowatawala ya mwili hao ndio watakaohesabiwa haki, lakini kupitia kwa Paulo Mungu anazungumza ya kwamba hana shida na hiyo tawala ya mwili. Anasema wasiotahiriwa na waliotahiriwa, anasema wote Mungu atawahesabia haki. Hakika. Hebu nisomee na kitabu cha Wakorinto wa kwanza 7:19. Korinto wa kwanza 7 na ule mstari wa 19. 19, neno la Bwana linasema. Anasemaje? Kutahiriwa si kitu. Anasema kutahiriwa si kitu, na kutokutahiriwa si kitu. Na kutokutahiriwa si kitu, bali kuhifadhi amri za Mungu. Hicho tu. Kwa hiyo Paulo alijaribu kuwaelezea na Wayahudi kwa kipindi chao, maana wao walitambua watakaoweza kuhesabiwa haki ni wale watakaotahiriwa. Kwa hiyo tunajua ya kwamba Mungu ni mmoja atakayewahesabia haki. Kwa hiyo kuhusu habari ya huyu Mungu mmoja, wote tunakubali ya kwamba Mungu ni mmoja. Sasa swali linapokuja, huyu Mungu mmoja ni nani? Hapa ndipo kuna changamoto. Kwa hiyo lazima tuiulize Biblia na tujifunze kupitia maandiko. Hebu nisomee kitabu cha Waefeso 2 na ule mstari wa 20. Waefeso sura ya 2 mstari wa 20. Nikiwa naendelea kujenga mada. Waefeso 2:20. 2:20. Anasemaje? Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Anasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe. Anasema naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Ni jiwe kuu la pembeni. Sasa nini maana ya kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii? Nisomee kitabu cha Mathayo 7 na ule mstari wa 24. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24. Maana tumeambiwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Hakika. Naye Kristo Yesu ndiye jiwe kuu la pembeni. Sasa sio kwamba tunakwenda kujengwa na matofali. Hapana. Nini maana ya kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo akiwa ni jiwe kuu la pembeni? Kitabu cha Mathayo 7 na ule mstari wa 24. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24. Anasemaje? 7:24. Neno linasema. Naliseme. Inasema hivi. Basi anasema basi kila asikiae haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Subiri. Kwa hiyo maana ya kujenga juu ya mwamba au maana ya kujenga juu ya msingi wa mitume na manabii ni kuyasikiliza maneno ya mitume na manabii na kuyafanya. Hiyo ndiyo maana ya kujenga. Sasa tumeambiwa tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na Yesu Kristo akiwa ndiye jiwe kuu la pembeni. Na lazima tuweze kuwauliza manabii
na lazima tuweze kuwauliza mitume, lazima tuweze kumuuliza Kristo mwenyewe, naye atatuambia huyu Mungu ni nani. Kwa sababu tukisikiliza wanadamu wanavyosema, tunaweza tukachanganyikiwa na kushindwa kumfahamu Mungu. Kwa hiyo Mungu anajieleza mwenyewe katika maandiko. Mungu haelezwi jinsi alivyo, lakini yeye anajieleza katika maandiko jinsi alivyo. Kwa hiyo tutasoma Biblia, tutawauliza mitume walimtambuaje Mungu, tutauliza manabii walimtambuaje Mungu, lakini pia tutamuuliza Yesu Kristo aliyekuja hapa alitufundisha nini kuhusu Mungu. Hebu nisomee kitabu cha Yohana 17 na ule mstari wa 3. Yohana sura ya 17. Yohana 17:3. Mstari wa 3 neno linasema. Anzia mstari wa kwanza. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? 17. Anzia mstari wa kwanza alafu tutasoma wa 3. Maneno haya. Maneno hayo. Aliyasema Yesu. Subiri. Kwa hiyo maneno haya tunayokwenda kuyasoma aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni. Sawa. Akasemaje? Baba, Baba, saa imekwisha kufika. Sawa. Mtukuze mwanao, alafu ili mwana wako naye akutukuze wewe. Endelea tu. Na uzima wa milele. Sasa hapa tusikilizane vizuri. Anasema na uzima wa milele ndio huu. Anasema ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee. Anasema Mungu wa pekee, wa kweli, na Yesu Kristo. Sasa na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo uzima wa milele upo kumjua Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hiyo kusema hata nisipomfahamu Mungu nitaupata uzima tu, hapana. Lazima tujue uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu Kristo aliyetumwa na huyo Mungu. Kwa hiyo kama tunahitaji kupata uzima, ili liwe ni jambo la msingi kutafuta na kutambua ya kwamba huyu Mungu wa kweli ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana tumeambiwa uzima wa milele upo katika kumjua yeye. Naam. Kwa hiyo tutauliza maandiko yaweze kutuelezea kwamba huyu Mungu ambaye tunahitaji kujifunza leo kupitia maandiko matakatifu yanamtambulisha huyu Mungu kuwa ni nani. Na pale tutakapotambua, basi tutamtambua na huyu Kristo ambaye tumeambiwa uzima ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu Kristo aliyetumwa. Hapo ndipo tutakuwa tunapata uzima wa milele. Lakini pasipo kumfahamu huyu Mungu wa pekee wa kweli na kufahamu Yesu Kristo aliyetumwa na huyu Mungu wa pekee wa kweli, hapo uzima wa milele utakuwa haupo. Kwa sababu gani? Nisomee kitabu cha Kutoka 20 anzia mstari wa 3. Kutoka sura ya 20 mstari wa 3. Kwa nini tumjue huyu Mungu wa pekee wa kweli? Sababu ni nini ambayo yeye mwenyewe anataka tumjue? Kutoka 20:3. Usinisujudie. Mstari wa 3. Sina miungu mingine ila mimi. Kwa hiyo kutokumjua Mungu wa kweli kunaweza kukakufanya ukawa na miungu mingine. Sasa anasema hivi, usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa kama umjui Mungu wa pekee wa kweli, utaweza kutofautisha na miungu? Haiwezekani. Kwa hiyo lazima umjue. Utakapomjua hutaweza kuwa na miungu mingine, kwa sababu utakuwa umemjua huyu Mungu wa pekee wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa si unaona ni muhimu tumjue? Lazima. Kwa sababu pasipo kumjua tunaweza tukaabudu viumbe wengine na tukaacha kumwabudu yeye Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo. Hebu nisomee kitabu cha Ufunuo 14:7. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 7. Najaribu kujenga mada na kuonesha uzito kwa nini tunahitaji kumfahamu na kumjua huyu Mungu wa pekee wa kweli. Kitabu cha Ufunuo 14 na ule mstari anzia wa 6.
Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, sawa, mwenye injili ya milele, awahubiri hao kao juu ya nchi, sawa, na kila taifa, sawa, na kabila, sawa, na lugha, na jamaa. Akisemaje? Kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza. Anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Anasema msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari, na chemichemi za maji, Subiri. Kwa hiyo Mungu anahitaji kuabudiwa na kusujudiwa ni yule aliyezifanya mbingu na chemichemi na bahari. Sasa si lazima tumjue, maana tusipomjua tunaweza tukashindwa kuabudu Mungu huyu aliyezifanya mbingu na nchi na bahari kwa sababu ya kutokumjua. Kwa hiyo lazima tuyaulize maandiko na maandiko haya yaweze kutuambia. Sasa tutaanza na Yesu. Hebu nisomee kitabu cha Mathayo 17:5. Mathayo sura ya 7 mstari wa 17 na ule mstari wa 5. Mstari wa 5 17 Mathayo 17:5. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Anasema alipokuwa katika kusema tazama, tazama, wingu jeupe likawatia uvuli. Anasema wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu. Sasa sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, ikisemaje? Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, sawa, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa hiyo Mungu anatuambia tumsikilize nani? Mwana wa Mungu. Sasa lazima tumsikilize kile atakachokisema, na amesema atakayesikia maneno yake na kuyafanya anafananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Kwa hiyo lazima tumsikilize, na yeye ndiye atakayetuambia huyu Mungu ni nani. Amina. Sasa nisomee kitabu cha Yohana 8:54. Yohana 8:54. Tumuulize Yesu, huyu Mungu ambaye tunapaswa kumjua na kumwabudu ni nani? Yesu akajibu, akasemaje? Nikijitukuza mwenyewe. Anasema nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu. Hebu rudia tena. Anitukuzaye ni Baba yangu. Rudia tena. Anitukuzaye ni Baba yangu. Alafu ambaye ninyi mwadena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hiyo kumbe Mungu wetu sisi kwa mujibu wa Yesu Kristo anasema hivi, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Kwa hiyo Mungu wetu sisi kwa mujibu wa Yesu Kristo ni Baba yake. Ni Baba yake. Hilo ndilo neno la Bwana, si ndio? Naam. Sasa nisomee kitabu cha Yohana 6:27. Yohana 6:27. Maana tumeambiwa kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lifanyeje? Lithibitike. Amina. Yohana 6 mstari wa 27. 27 Bwana anasema. Anasemaje? Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Endelea tu. Bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Ambacho mwana wa Adamu atawapa. Sawa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Hebu rudia tena. Yeye huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Rudia tena. Huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Alafu yaani Mungu. Kwa hiyo Yesu anatuambia hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema hivi, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Ndio? Amen. Anasema hivi, hebu rudia andiko tena. Wacha turudie. Yohana sura ya 6 mstari wa 27. Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika. Endelea tu. Bali chakula kidumucho hata uzima wa milele. Ambacho mwana wa Adamu atawapa. Kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Yaani Mungu. Kwa hiyo Yesu anatufundisha ya kwamba Mungu ni nani? Mungu Baba yake. Kwa hiyo Yesu bado anatuambia hivi, Mungu ni Baba yake. Sasa kuna mtu anaweza akawa na swali, sasa kama Mungu ni Baba yake na Yesu, sasa Yesu tunamuita nani? Tutajibu tu. Kwa hiyo ngoja tujifunze kwanza, tumsikilize Yesu atuambie huyu Mungu
Alafu baadaye tutajifunza kwa nini na yeye tunamuita Mungu wakati anatuambia Mungu ni baba yake. Kwa hiyo sikiliza tu, baadaye utakuja kuelewa. Sasa nisomee kitabu cha Ufunuo 1 anzia mstari wa 5. Ufunuo 1 mstari wa 5. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5. Neno linasema, na liseme, neno la Bwana linasema, tena tena zitokazo kwa Yesu Kristo, sawa, shahidi aliye mwaminifu, endelea tu, mzaliwa wa kwanza waliokufa, na mkuu wa wafalme wa dunia, sawa, yeye atupendaye na kuposha dhambi zetu, endelea tu, katika damu yake, telemka na andiko, na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Hebu rudia tena, na makuhani kwa Mungu. Hebu rudia tena, na makuhani kwa Mungu. Alafu na kutufanya kuwa ufalme. Hebu rudia fungu la 6. Yaani sitaki likatekate ili mtu aelewe vizuri. Na kutufanya kuwa ufalme. Alafu na makuhani kwa Mungu. Hebu rudia tena, na makuhani kwa Mungu. Alafu naye ni baba yake. Alafu utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele. Amina. Kwa hiyo bado tunaambiwa hivi. Hebu rudia fungu la 6 tena. Fungu la 6 neno la Bwana linasema. Anasemaje? Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake. Lakini leo utasikia mtu anakuambia Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Sasa kama kuna hilo andiko, wote tunahitaji kujifunza kwamba Mungu ni Baba, Mwana na Roho. Naam. Lakini toka tumeanza kumsikiliza Yesu, anatuambia Mungu ni baba yake. Sasa hiyo Mungu ni Baba, Mwana na Roho, tutajua inatoka kwenye kitabu gani. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa na andiko na kusema hapana, umekosea, Mungu sio baba, tunahitaji tu kujifunza. Kwa hiyo tutakukaribisha uweze kuleta andiko litakalozungumza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tumeweza kufahamu ya kwamba kwa mujibu wa Yesu mwenyewe ametuambia Mungu ni baba yake. Na tumesoma kitabu cha Mathayo 17:5 ikasema hivi, huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Hakika. Kwa hiyo tunapatwa kumsikiliza Yesu vile alivyozungumza. Lakini sio kumsikiliza tu. Hebu nisomee kitabu cha Yakobo 1 na ule mstari wa 22. Yakobo sura ya 1 mstari wa 22. Anasemaje? Anasema hivi 22. Lakini iweni watendaji wa neno. Anasema lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu. Alafu hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa hiyo ukiwa msikiaji alafu ukashindwa kutenda, unakuwa unajidanganya kwenye nafsi yako. Amina. Ndio tumeambiwa ya kwamba lazima tumsikie Yesu, na Yesu anasema mtu atakayemsikia na kufanya aliyoyasema atafananishwa na mtu aliyejenga, mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amina. Kwa hiyo lazima tusikilize, na pale tutakapojithibitisha na kuona ndio, alafu tunaamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa tukitoa maandiko, kama kuna mtu atakuwa na hoja tutaweza tukajifunza. Kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha. Amen. Kwa hiyo tumeona ya kwamba kwa mujibu wa Yesu Kristo mwenyewe anatuambia Mungu ni baba yake. Ni baba yake. Sasa tumeambiwa tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, si ndio? Na Yesu Kristo akiwa ndiye jiwe kula pembeni. Sasa Yesu tumekwisha kumsikia. Sasa lazima tuwaulize manabii waliokuwepo huko nyuma, je, hao manabii walimtambua Mungu kuwa ni nani? 2:10. Samahani, neno Bwana linasema. Rudia. Nasema je, sisi sote hatuna baba mmoja? Mungu aliyetuumba sio mmoja tu. Kwa hiyo Mungu aliyetuumba sio mmoja tu. Kwa hiyo Nabii Malaki anakubali ya kwamba Mungu huyu mmoja ndiye baba mmoja. Kwa hiyo tumeona Yesu ametueleza huyu Mungu ni baba, si ndio? Amina. Na tumeona Malaki nabii ametueleza huyu Mungu ni baba, si ndio? Sasa tunapaswa tuwaulize mitume, na hawa mitume watatuambia huyu Mungu ni nani. Amina. Sasa nisomee kitabu cha Waraka wa pili wa Yohana. 1 anzia mstari wa 2.
Waraka wa pili wa Yohana. Wa Yohana 1:2. 1:2 neno linasema. Anasemaje? Kwa ajili. Kwa ajili ya hiyo. Kwa ajili ya hiyo kweli ikae ndani yetu. Nayo itakuwa moja nasi hata milele. Hebu anzia 1. Moja mzee kwa mama mteule. Na watoto wake. Unasoma kitabu gani? Waraka wa pili wa Yohana. Mzee kwa mama mteule. Endelea tu. Na watoto wake ni wapendao katika kweli. Wala si mimi peke yangu. Endelea tu. Bali na kwa wote wajuao ile kweli. Sawa. Kwa ajili ya hiyo kweli ikawa ndani yetu. Sawa. Nayo itakuwa pamoja nasi hata milele. Endelea tu. Neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba. Hebu subiri. Anasema neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba. Alafu na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba. Subiri. Kwa hiyo hata Yohana anasema neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wa Baba zitakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Kwa hiyo hata Yohana anakubali huyu Mungu mmoja ni nani? Ni Baba yake na Yesu. Sasa inakuwaje sisi tunashindwa kuamini maandiko yanapozungumza na kusema huyu Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho? Andiko liko wapi? Amina. Kwa tumeona Yesu amesema ni baba yake. Na tumeona nabii amesema ni baba yake. Amina. Na tumeona mtume Yohana amesema ni baba yake. Hakika. Si ndio? Ndio neno la Bwana hilo limesema. Hebu nisomee kitabu cha Warumi 1 na ule mstari wa 7. 1 mstari wa 7. Tumuulize na Paulo anatuambia huyu Mungu ni nani? Naam. Kwa wote walioko Rumi. Sawa. Wapendwa na Mungu. Walioitwa kuwa watakatifu. Sawa. Neema na iwe kwenu. Na amani tokayo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Anasema neema na amani na iwe kwenu zitokazo kwa Mungu Baba, Mwana na Roho. Zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Sio Baba, Mwana na Roho. Zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Alafu na kwa Bwana Yesu Kristo. Sasa sisi tunatoa wapi hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu nisomee kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8:6. Wakorinto wa kwanza 8:6. Wakorinto wa kwanza 8:6. Tunataka tumjue huyu Mungu jinsi alivyojieleza na sio anavyoelezwa. Naam. Wakorinto wa kwanza 8:6. Lakini kwetu sisi. Alafu Mungu ni mmoja tu. Hebu rudia tena. Lakini kwetu sisi. Mungu ni mmoja tu. Hebu rudia tena. Lakini kwetu sisi. Mungu ni mmoja tu. Ariza. Aliye Baba. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Subiri. Aliye Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Aliye Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Hebu rudia tena andiko. Lakini kwetu sisi. Mungu ni mmoja tu. Alafu aliye Baba. Sasa huyo sisi tunamtoa wapi huyo Mungu mmoja Baba, Mwana na Roho, wakati Biblia inazungumza lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba? Sasa sisi huyo Baba, Mwana na Roho tunamtoa wapi? Biblia haijasema hivyo. Alafu teremka na andiko. Ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sawa. Nasi tunaishi kwake. Yuko na Bwana mmoja. Yesu Kristo. Sawa. Ambaye kwake vitu vyote vimekuwapo. Sawa. Na sisi kwa yeye huyo. Unaona? Kwa hiyo kumbe Mungu anavyojieleza katika maandiko ni vyepesi kumuelewa, lakini vile anavyoelezwa ndio inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo tumeona mitume na wao, tumemuuliza Paulo ametuambia Mungu ni mmoja. Tumemuuliza Yohana akatuambia Mungu ni mmoja naye ni Baba. Amina. Na tukawauliza mitume kwa pamoja wakasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Hakika. Na tumeambiwa ya kwamba tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii na Yesu Kristo mwenyewe ndiye jiwe kula wapi? Pembeni. Na tukaona maana ya kujengwa juu ya msingi wa mitume na manabii ni kuyasikiliza maneno na kuyafanyaje? Na kuyashika. Sasa sisi tunajengwaje juu ya msingi wa mitume na manabii wakati hatutaki kutii manabii wanavyozungumza na mitume na Yesu mwenyewe? Tutapotea kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo
ndivyo maandiko yanavyomueleza huyu Mungu. Hebu nisomee kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Korinto wa kwanza 1 na ule mstari wa 2. Sura ya kwanza mstari wa 2. Anasemaje? 1 mstari wa 2. Neno la Bwana linasema. Sawa. Linasema. Neno la Bwana linasema. Sawa. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 2. Anasemaje? Kwa kanisa la Mungu. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Sawa. Wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Endelea tu. Walioitwa watakatifu. Pamoja na wote walioitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sawa. Kila mahali. Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu. Hebu sikiliza vizuri. Neema na iwe kwenu. Neema na iwe kwenu. Na amani. Zitokazo kwa Mungu Baba. Kwa Mungu Baba, Mwana na Roho. Zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Kwa Mungu Baba, Mwana na Roho. Zitokazo kwa Mungu Baba yetu. Alafu na kwa Bwana Yesu Kristo. Sasa huyu Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho, mimi ndiyo bado najiulizaga kwamba ametoka wapi, na wakati Biblia inatuambia Mungu ni baba yake na Yesu Kristo, na huyu Mungu ni Baba. Sasa huyu Baba, Mwana na Roho ndiye Mungu mmoja, tunamsoma kwenye Biblia ipi? Nachanganya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumesoma kitabu cha Yohana 17:3 nasema, na uzima wa milele ndiyo huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa nini maana ya pekee? Hebu nisomee kitabu cha Yuda. Yuda alituonya mapema. Yuda 1 anzia mstari wa 3. Yuda alionya mapema ya kwamba kuna watu watakao kuja watajiingiza kwa siri. Yuda 1:3. Wapenzi. Sawa. Nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu. Endelea tu. Wapenzi. Nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu. Sawa. Ambao ni wetu sisi sote. Huo wokovu ni wetu sisi sote. Na aliona imenilazimu kuandikia. Sawa. Ili niwaonye kwamba mshindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Endelea tu. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Anasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Anasema hao watu waliandikiwa tangu zamani hukumu hii. Makasiri. Waibadilie neema ya Mungu wetu. Alafu kwa ufisadi. Alafu na kingine, nao mkana yeye aliye peke yake Mola. Wanamkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe kuna aliye peke yake Mola, kuna aliye peke yake Mola. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema, na hilo ndilo neno la Bwana. Kwa hiyo kuna aliye peke yake Mola. Hakika. Na huyo aliye peke yake Mola, maandiko yametuambia ya kwamba ni baba yake na Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo hivyo ndivyo maandiko yanavyoweza kumtambulisha huyu Mungu tunayemwabudu. Nisomee kitabu cha Waefeso 4 na ule mstari wa 6. Waefeso 4 na ule mstari wa 6. Waefeso sura ya 4 mstari wa 6. Efeso sura ya 4 mstari wa 6. Kwa lazima tutumie maandiko peke yake kuweza kumjua huyu Mungu. Naam. Na sio kusikiliza Mungu anaelezwa vipi. Ndio. Na wanachungaji na wanatheolojia jinsi wanavyomueleza. Lakini tunapaswa tumuelewe Mungu jinsi alivyojifunua mwenyewe. Naam. Kitabu cha Efeso 4:6. Mungu mmoja. Alafu naye ni baba wa wote. Ni baba, mwana na roho. Ni baba wa wote. Ni baba, mwana na roho. Ni baba wa wote. Alafu Mungu mmoja. Naye ni baba wa wote. Subiri. Kwa hiyo bado tunaambiwa huyu Mungu mmoja naye ni nani? Ni baba wa wote. Ni baba wa wote ambaye ni baba yetu sisi pia. Naam. Na pia ni baba yake na nani? Na Kristo Yesu. Hivyo ndivyo maandiko yanavyozungumza. Naam. Kwa hiyo kusema Mungu ni baba, mwana na roho ndiye Mungu mmoja hivi, hiyo ni kinyume na maandiko. Hakika. Lakini Biblia inamfundisha huyu Mungu mmoja ni baba yake na Kristo Yesu. Sasa tujiulize, kama huyu Mungu mmoja ndiye baba yake na Yesu Kristo, na huyu Yesu Kristo, kwa nini tunamuita Mungu? Si watakuwa wawili? Si watakuwa wawili? Si watakuwa wawili? Ndivyo ilivyo. Na Biblia inasema Mungu ni Mungu mmoja. Biblia inasema Mungu ni Mungu mmoja. Sasa huyu Yesu ni nani? Naam. Nisomee kitabu cha Mathayo 3
na ule mstari wa 16. Mathayo sura ya 3 mstari wa inasema, naliseme Mathayo sura ya 3 mstari wa 16. Mathayo 3:16. Naam. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa. Sasa huyu ni Yesu amemaliza kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Anapanda kutoka majini. Na tazama mbingu zikamfunukia. Alafu akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua. Endelea tu. Akija juu yake. Na tazama sauti ikatoka kutoka mbinguni ikisema. Ikisemaje? Huyu. Huyu. Ni mwanangu mpendwa wangu. Ninayependezwa naye. Kwa hiyo Yesu Kristo ni nani? Ni mwanangu mpendwa. Ninayependezwa naye. Sasa tumuulize Yesu mwenyewe ajisemee. Naam. Yeye ni nani? Naam. Kitabu cha Yohana 10 na ule mstari wa 36. Naam. Yohana 10 na ule mstari wa 36. Yeye ambaye Baba alimtakasa, sawa, akamtuma ulimwenguni. Ninyi mnamwambia unakufuru. Nini? Kwa sababu na alisema mimi ni mwana wa Mungu. Yesu anasema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Anasema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Anasema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa nani? Wa Mungu. Alafu Mungu ni nani? Ni baba yake. Si tumeshajua hivyo? Hakika. Sasa kwa nini huyu Yesu ni mwana wa Mungu? Alafu huyu Yesu shida inakuwaje tumuite Mungu? Si hoja ndio itakuwa hapo? Ni swali. Na tukimuita Mungu, tunakuwa na wa Mungu wangapi? Wawili. Hoja inakuja hapo. Na Biblia inatuambia Mungu ni mungapi? Mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nisomee kitabu cha Waebrania 1. Naam. Anzia mstari wa kwanza tu. Waebrania sura ya 1. Anzia mstari wa kwanza. Mstari wa 1. Anasemaje? Neno la Bwana linasema, Mungu ambaye alisema zamani na mababa zetu, sawa, katika manabii, kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, sawa, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Anasema mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika nani? Katika mwana. Amesema na sisi katika nani? Katika mwana. Sasa huyu mwana hebu nisomee kitabu cha Wakorinto wa pili. Korinto wa pili 1:19. Korinto wa pili 1:19. Sura ya 1 mstari wa 19. Anasemaje? Korinto wa pili sura ya 1 mstari wa 19. Maana mwana wa Mungu nani? Kristo Yesu. Kwa hiyo mwana wa Mungu ni nani? Kristo Yesu. Mwana wa Mungu ni nani? Kristo Yesu. Kwa hiyo lazima tuamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Naam. Na kuamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Hebu nisomee kitabu cha Yohana 3 na ule mstari wa 36. Yohana sura ya 3 mstari wa 36. Anasemaje? Sura ya 3 mstari wa 36. Mstari wa 36. Neno la Bwana linasema, naliseme, amwaminie mwana. Anasema amwaminie mwana. Amwaminie mwana. Yuna uzima wa milele. Alafu asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hiyo lazima tuamini Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Ili tuweze kupata nini? Kupata uzima wa milele. Lakini tusipoamini hivyo, maandiko yamesemaje? Ghadhabu ya Mungu inatukalia. Alafu kuna watu wanaamini Yesu sio mwana wa nani? Wa Mungu. Wanasema yeye ndiye nani? Ni Mungu. Hebu nisomee kitabu cha Yohana. Yohana 20 mstari wa 30. Yohana sura ya 20 mstari wa 30. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? 30 neno la Bwana linasema. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake. Anasema kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Hazijaandikwa katika Biblia. Naam. 31. Anasemaje? Lakini hizi zimeandikwa. Anasema lakini hizi tunazozisoma katika Biblia zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba, ili tupate kuaminije? Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kwa hiyo yote yaliyoandikwa humo aliyoyafanya Yesu yaliandikwa ili tuweze kuamini kuwa yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Tuamini yeye kuwa ni nani? Mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo imani ambayo Wakristo tunapaswa kuamini. Na kwa kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, tuweze kupata uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu hafikiwi na mauti. Lakini Mungu alimtoa mwanae Yesu Kristo afe msalabani kwa ajili yetu.
Sasa tumeona ya kwamba Mungu ni baba yake na Yesu, si ndio? Na tumeona Yesu ni mwana wa Mungu, si ndio? Sasa turudi kwenye hoja yetu ya kwamba sasa inakuwaje tumuite Mungu wakati yeye ni mwana wa Mungu? Sasa tunaenda kitabu cha Waebrania. Moja anzia mstari wa kwanza. Waebrania moja anzia mstari wa kwanza. Waebrania moja mstari wa kwanza. Anasemaje? Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Endelea tu. Kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi. Katika mwana. Endelea tu. Aliyemweka kuwa mrithi wa yote. Sawa. Tena kwa yeye aliyefanya ulimwengu. Endelea tu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake. Anasema huyu Yesu mwanae kwa kuwa yeye ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Anasema na ni chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Anavichukua vyote kwa amri ya uweza wa baba yake. Akiisha kufanya utakaso wa dhambi. Sasa akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Akaketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Endelea tu. Amefanyika bora kupita malaika. Sasa sikia hapa. Anasema amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri jina lile lirithi lilivyo tukufu. Hebu rudia tena. Kwa kadiri jina lile lirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Hebu rudia tena. Kwa kadiri jina lile lirithi lilivyo tukufu kuliko lao. Kumbe Yesu amerithi jina lililo tukufu kuliko la watu gani? La malaika. Kuliko la watu gani? La malaika. Sasa hili jina ambalo Yesu amerithi na kirisi sinakuwa lake, si ndio? Linakuwa lake. Hili jina ni jina gani? Sasa nisomee kitabu cha Yohana 5:43. Yohana sura ya 5:43. Amerithi jina gani ambalo ni tukufu kuliko la malaika? Ndio. 43. Anasemaje? Mimi nimekuja kwa jina la baba yangu. Anasema mimi nimekuja kwa jina la baba yangu, wala ninyi hamnipokei. Subiri, anasema amekuja kwa jina la nani? La baba yake. Na baba yake anaitwa nani? Mungu. Kwa hiyo Yesu ukimwita Mungu atakataa? Hapana. Kwa sababu gani? Amezaliwa na baba Mungu. Alafu amechukua jina la nani? Jina la baba yake. Ni hivyo tu. Yaani ni kama vile wewe ulivyo na mtoto. Yule mtoto anaweza akaitwa kwa jina lako na akaitika kwa sababu ana asili moja na wewe, lakini kuitwa lile jina lako akaitika haimfanyi yeye hawe wewe. Kwa hiyo wewe utakuwepo na yeye atakuwepo. Kwa hiyo wote wawili mkiwepo pale, akiitwa kwa jina lako yeye hataitika, utaitika wewe kwa sababu wewe ndiye mwenye jina. Hakika. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na amerithi jina lililo tukufu kuliko la malaika. Na jina hilo tukufu kuliko malaika ni jina la Mungu. Kwa hiyo Yesu ukimwita Mungu ataitika. Hakika. Kwa hiyo Yesu ni Mungu katika asili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu nisomee kitabu cha Wafilipi. Wafilipi 1 na ule mstari wa 19 au Wakolosai 1:19. Kolosai 1:19. Hebu angalia Wakolosai 1:19. Kolosai 1:19. Anasemaje? Kolosai 1:19. 1:19. Anasemaje? Neno la Bwana linasema. Sawa. Linasema kwa kuwa katika yeye. Anasema kwa kuwa katika yeye Yesu Kristo ilipendeza utimilifu wote ukae. Anasema ilipendeza utimilifu wote ukae. Kwa hiyo Yesu ana utimilifu wote wa uungu. Kwa hiyo Yesu ukimwita Mungu uko sahihi kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu na ana asili yote ya Mungu na amerithi mpaka jina la Mungu. Sasa jina hilo alilorithi ambalo tumeona ni la Mungu, je, alinaliweza kulitumia? Nisomee kitabu cha Waebrania 1 anzia mstari wa 8. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Lakini kwa habari za mwana asema. Sasa Mungu anasema kwa habari za mwanae, anasemaje? Kiti chako cha enzi Mungu. Kwa hiyo Mungu amemuita mwanae nani? Mungu. Mungu amemuita mwanae nani? Mungu. Endelea tu.
ni cha milele na milele. Alafu na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki. Sawa. Umechukia maasi. Alafu kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Alafu mafuta ya shangwe kupita wenzio. Kwa hiyo Yesu ni Mungu, alafu ana Mungu wake. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu na anaitwa Mungu kwa sababu ana asili yote ya Mungu. Sio Mungu aliye na Mungu mwenzake. Kwa hiyo mimi nikiwa na mwanangu siwezi kumtambulisha kwa watu nikasema huyu ni mwanadamu mwenzangu, ndio? Nitasema huyu ni mwanangu. Sasa kwa sababu mimi ni mwanadamu, lazima watafahamu mimi ni mwanadamu, nitazaa nani? Mwanadamu. Mbuzi akizaa anazaa nini? Mbuzi. Kuku akizaa anazaa nini? Anazaa kuku. Ng'ombe akizaa anazaa nini? Anazaa ng'ombe. Mungu akizaa anazaa nini? Anazaa Mungu. Sasa utasema ni Mungu mwenzake? Hapana. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Anaitwa Mungu kwa sababu amezaliwa na Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo hivyo ndivyo maandiko yanavyotueleza. Kwa hiyo tukisema Yesu ni Mungu tuko sahihi tu. Kwa sababu yeye amezaliwa na nani? Na Mungu. Yeye amezaliwa na nani? Na Mungu. Sasa nisomee kitabu cha Yohana 1:1. Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Haya ni mafungu yanayotumika vibaya. Hapo mwanzo. Hebu soma, anasemaje? Hapo mwanzo kulikuwa neno. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Alikuwa Mungu. Huyo mwanzo. Subiri kwanza. Asante mwalimu. Kwa hiyo mtu akisoma ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, alafu naye neno alikuwako kwa Mungu, alafu naye neno alikuwa Mungu, yani mtu anaacha hii ya katikati, analuka tu anasema si unaona neno alikuwa Mungu. Lakini tumeambiwa huyu neno alikuweko kwa Mungu. Sasa huyu neno ni nani? Hebu nisomee Yohana 1 mstari wa 14. Neno la Bwana linasema. Linasemaje? Naye neno alifanyika mwili. Anasema naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Sawa. Utukufu kama wa mwana pekee. Atokaye kwa Baba. Sawa. Amejaa neema na kweli. Subiri. Kwa hiyo kumbe aliyefanyika mwili ni nani? Ni neno. Aliyefanyika mwili ni nani? Ni neno. Aliyefanyika mwili ni neno. Sasa nisomee kitabu cha Mwanzo 5 na ule mstari wa 2. Alafu utakuja unisomee kitabu cha Yohana 1:1. Mwanzo sura ya 5 na ule mstari wa 2. Mstari wa 2. Anasemaje? 5 mstari wa 2. Kitabu cha Mwanzo. Mwanamume. Mwanamume na mwanamke. Anasema hivi, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Anasema aliwaumba, akawabariki, akawaita jina lao Adamu. Kwa hiyo mwanaume alikuwa anaitwa nani? Adamu. Na mwanamke alikuwa anaitwa nani? Adamu. Lakini walikuwa ni wangapi? Wawili. Lakini Adamu alikuwa nani? Adamu alikuwa mwanamume. Si unaona? Naam. Kwa hiyo tunaposema hapo mwanzo kulikuwako na neno, neno ni Yesu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Tumeona Mungu ni baba yake. Naye neno alikuwa Mungu. Neno anatumia jina la baba yake. Kama tulivyoona Adamu ndiye anaanza kuumbwa, sio? Alafu baadaye hao wanafuatia, sio? Lakini tunaambiwa wote wakaitwa jina Adamu. Kwa hiyo hawa ni Adamu. Adamu ni Adamu, sio? Lakini Adamu alikuwa kwa asili ni nani? Ni mwanamume. Kwa hiyo ninaposema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, haliwezi likatuchanganya. Kwa sababu tunafahamu huyo neno alikuwa huko kwa Mungu. Sasa huyo neno aliyokuwa huko kwa Mungu ni nani? Sasa nisomee kitabu cha
Yohana 17 na ule mstari wa 5. Yohana 17 mstari wa 5. Anasemaje? 17. Mstari wa 5. Anasemaje? Na sasa. Anasema na sasa. Na sasa. Baba. Unitukuze mimi. Anasema na sasa Baba unitukuze mimi. Pamoja nawe. Pamoja nawe. Kwa utukufu ule. Kwa utukufu ule. Niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwa hiyo kabla ya ulimwengu kuwako Yesu alikuwa pamoja na nani? Na Baba yake. Tunaposema hapo mwanzo kulikuwako na neno. Naam. Tunasema neno ni nani? Ni Yesu. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Mungu ni nani? Ni Baba yetu. Naye neno alikuwa nani? Mungu. Sio huyo neno aliyokuwa Mungu ndio baba yake. Hapana. Kwa hiyo huyo neno ambaye ni Yesu ndiye aliyefanyika mwili akakaa kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia toka tumeanza kujifunza tumeweza kutambua ya kwamba Mungu ni baba yake na Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Na tumeona ya kwamba huyu Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Amen. Hivi unajua, hebu nisomee kitabu cha Wakolosai 2:2 kwanza. Kolosai 2:2. Wakolosai 2:2. Ili wafarijie mioyo yao. Endelea tu. Wakiunganishwa katika upendo. Wakapate utajiri wote. Sawa. Wa kumfahamu kwa hakika. Wapate kujua kabisa siri ya Mungu. Hebu rudia tena. Wapate kujua kabisa siri ya Mungu. Hebu rudia tena. Wapate kujua kabisa siri ya Mungu. Yaani Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni nani? Siri ya Mungu. Yesu Kristo ni nani? Siri ya Mungu. Sasa unadhani siri unaweza ukaifahamu tu kwa kusikia? Hapana. Lazima uchunguze uweze kufahamu. Na hata kipindi cha Wayahudi hawakuweza kumjua Yesu. Hebu nisomee kitabu cha Yohana 8:19. Yohana sura ya 8 mstari wa 19. Wayahudi hawakuweza kumfahamu Yesu kwa sababu Yesu alikuwa ni siri. Hawakuweza kumfahamu. 8:19 kitabu cha Yohana. Basi wakamwambiaje? Yuko wapi baba yako? Sasa Wayahudi wanamuuliza Yesu, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu. Akasemaje? Mimi hamunijui. Anasema mimi hamunijui. Mimi hamunijui. Mimi hamunijui. Wala baba yangu hamumjui. Wala baba yake hawafanyaje? Hawamjui. Sasa hao Wayahudi walimjua Yesu kuwa ni nani? Nisomee kitabu cha Mathayo 22 anzia mstari wa 42. Mathayo 22 mstari wa 42. Anasemaje? Mstari wa 22. Haya anasema mimi hamunijui wala baba yangu hamumjui. Hakika. Sasa walimsemaje Yesu paka aseme hivyo? Ni mwana wa nani? Hebu anzia hapo juu kidogo. Na Mafarisayo walipokusanyika. Anasema na Mafarisayo walipokusanyika. Yesu aliwauliza. Yesu akawauliza akisemaje? Maonaje? Katika habari za Kristo? Yaani mnaonaje kuhusu habari za huyu Yesu? Ni mwana wa nani? Sasa huyu Yesu ni mwana wa nani? Wakamwambia. Wakasemaje? Ni mwana wa Daudi. Wakasema huyu Yesu ni mwana wa Daudi. Akawaulizaje? Imekuwaje basi Daudi katika roho? Sasa imekuwaje kama huyu Yesu baba yake ni Daudi au amezaliwa katika ukoo wa Daudi? Sasa imekuwaje katika roho Daudi? Akawasemaje? Imekuwaje basi Daudi katika roho kumuita Bwana? Sasa imekuwaje Daudi katika roho amuite Bwana? Akisemaje? Bwana alimwambia Bwana wangu. Anasema Bwana ulimwambia Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, alafu hata niwawekapo adui zako kwa chini ya miguu yako. Subiri, Yesu akawauliza swali, kama mnasema mimi ni mwana wa Daudi, sasa imekuwaje Daudi katika roho kuniita Bwana? Lakini swali hilo Yesu aliwauliza na wanafunzi wake. Hebu nisomee kitabu cha Mathayo 16 anzia mstari wa 13. 16:13. Anasemaje? Mathayo 16:13. Kwa hiyo tumeona Yesu ni siri. Wayahudi hawakumfahamu Yesu ni nani? Wala hawakumfahamu baba yake. Walikuwa wanasema yeye ni mwana wa nani? Wa Daudi. Sasa Yesu anawauliza wanafunzi wake akisemaje?
imekuwaje Daudi? Nisomee kitabu basi kupatia. Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Sawa. Akawauliza wanafunzi wake. Akasemaje? Watu nena mwana wa Adamu ni nani? Subiri, amewauliza Mafarisayo na Wayahudi, wakasema ni mwana wa nani? Wa Daudi. Sasa Yesu anawauliza wanafunzi wake kwamba mwana wa Adamu ni nani? Naam. Wakasemaje? Wengine unena huyu Yohana Mbatizaji. Sema wengine huwa tunawasikia wakisema wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine Elia. Wengine tunawasikia wakisema wewe ni Elia. Wengine Yeremia. Wengine tunawasikia wakisema wewe ni Yeremia. Wengine mmoja wapo wa manabii. Wengine wanasemaga wewe ni mmoja wapo wa manabii. Akawaambia. Sasa akasema achaneni na hao. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Sasa nyinyi mnasemaga mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu. Sasa Simoni Petro akajibu. Akasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Akasema wewe ndiwe Kristo. Simoni Petro akajibu akasemaje? Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Endelea tu. Yesu akajibu akamwambiaje? Heri wewe Simoni Bariona. Sasa heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo aliyemwambia kwamba Petro Yesu Kristo ni mwana wa Mungu alikuwa nani? Ni baba yake na Yesu Kristo. Kwa hiyo lazima tuamini Yesu Kristo ni mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu. Tufahamu Yesu Kristo ana baba yake ndiye nani? Ndiye Mungu. Sasa tunashindwaje wakati maandiko yanaeleza? Kwa hiyo maandiko yapo wazi, tukiamua kufuata Biblia tufuate, tukiamua kufuata maneno tufuate. Maana Mungu halazimishi. Naam. Mungu halazimishi. Mungu anahitaji tuamue kwa uamuzi wetu. Amina. Na tumeona toka tumeanza kujifunza ya kwamba Mungu huyu aliyeziumba mbingu na nchi kupitia kwa mwanae Yesu Kristo ni baba yake na Yesu Kristo. Amina. Na tumeona huyu Yesu Kristo ni mwana wa baba. Hakika. Hivyo ndivyo maandiko yanavyofunua. Amina. Na Yesu tunamuita Mungu kwa sababu yeye amezaliwa na nani? Na Mungu. Amezaliwa na nani? Na Mungu. Kwa hiyo imani yetu kama Wakristo ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Amina. Na kuamini hivyo tunapata uzima wa nini? Wa milele. Hebu nisomee kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5. Kwanza wa Yohana 5 anzia mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5. Na ule mstari wa 4. Mstari wa 4. Anasemaje? 5 mstari wa 4. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:4. Kwa maana kitu kilichozaliwa na Mungu. Anasema kwa maana kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Anasema hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kushinda. Anasema na huku ndiko kushinda. Na huku ndiko kushinda. Na huku ndiko kushinda. Hushindako ulimwengu. Hushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hebu rudia tena. Hiyo imani yetu. Hebu rudia tena. Hiyo imani yetu. Alafu tuendelee. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Sasa anasema hiyo imani yetu, mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminiye ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hakika. Kama tunahitaji kushinda ulimwengu na kupata uzima wa milele, sharti tuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na kuamini hivyo tuweze kupata uzima wa nini? Wa milele. Tuweze kupata uzima wa nini? Wa milele. Tuweze kupata uzima wa milele. Kwa hiyo wale wasioamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, hawatapata uzima wa nini? Ghadhabu ya Mungu inawakalia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo lazima tuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hakika. Na hiyo ndiyo injili ambayo mitume walihubiri, na kupitia hiyo waliuawa
Kwa sababu walitangaza Yesu Kristo ni mwana wa nani? Wa Mungu. Na katika ulimwengu tunaoishi leo, ukisema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, watu wanakuambia umekataa Yesu Kristo sio Mungu. Sio Mungu. Unasema ni mwana wa Mungu. Lakini Biblia inasema imani ya Wakristo ni kuamini Yesu Kristo ni mwana wa mwana wa Mungu. Na kuamini hivyo tupate nini? Uzima wa milele. Hivyo ndivyo maandiko yanavyofundisha. Na kupitia hivyo tunaweza kupata uzima wa milele. Hakika. Sasa ninapoelekea mwisho, nahitaji nizungumuze jambo ambalo litaweza kutupatia uzima wa milele na faida. Na Yesu asifiwe. Amina. Rudia andiko moja. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8:6. Wakorinto wa kwanza 8:6. Naam. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8 na ule mstari wa 6. 8:6. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza 8:6. Neno la Bwana linasemaje? Lakini kwetu sisi, tusikilize vizuri wale tulioko katika shughuli zetu, hili ni jambo la muhimu tulisikie, kwa sababu tumeambiwa uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu Kristo aliyetumwa. Sasa anasema hivi, lakini kwetu sisi, Mungu ni mmoja tu. Nani? Mungu ni mmoja tu. Lakini kwetu sisi, sawa, Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba. Subiri. Kwa hiyo lazima tuamini Mungu ni mmoja, aliye Baba. Sio aliye Baba, Mwana na Roho. Aliye Baba. Kwa hiyo kama kuna mtu atakuwa na swali kwa jinsi nilivyowasilisha mada hii, anataka kumfahamu huyu Mungu mmoja ni nani, basi nitatoa dakika kama 5 kwa ajili ya